Lakini kwa sababu wa maagenti wa giza wanasimama kuchafua huduma yako na maisha yako, ndio maana leo una majina mengi. Ndio maana watu hawakuelewi. Ndio maana watu hawakutambui. Lakini wewe ni mwana wa Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Wewe umeitwa na Mungu tena kwa makusudi makubwa ya kwamba wewe umtumikie Mungu na kisha umuone katika uzima wa milele. Haukuitwa kwamba ukae kwa hasara wala uyaone hayo unayokutana nayo. Iko jambo, kuna mambo ambayo pengine yanakuja kwako kwa sababu ya mambo fulani ambayo wewe huwezi kuyaona katika ulimwengu wa macho, lakini unahitaji kuzama katika ulimwengu wa roho utambue kwa nini haya yanatokea kwenye maisha. Bwana tusaidie sana. Amen. Zakayo akakutana na Yesu kwa mara ya kwanza na maisha ya Zakayo yakabadilika. Nyumba ya Zakayo ikajawa na furaha. Wakafurahi mno kwa namna ambavyo mfalme wa falme ambao ni Yesu Kristo ameingia nyumbani mwa Zakayo, mtu ambaye alikuwa na dhambi nyingi, ambaye alikuwa hana heshima, pamoja na usomi wake, pamoja na kwamba ni mtu mkubwa, lakini hakuwa na heshima. Bwana sifiwe sana. Amen. Unaweza kuwa wewe ni mtu mkubwa lakini heshima haipo kwa sababu Mungu yuko mbali na wewe. Heshima yako iko wapi? Unahitaji kumtafuta Mungu kwa mara nyingine. Kumwambia Mungu, mimi sitamani hivi ninavyoishi maisha haya nilionayo. Siwezi kukubali kwa sababu ninajua kazi uliyomtuma mwana kufanya msalabani ilikuwa ni kubwa kwa ajili ya maisha yangu. Utaona Bwana akitenda kwa